Habari za wakati huu. Leo nataka tuongelee issue ya uchaguzi wa kazi hasa kwa wanafunzi. Wanafunzi wamekuwa wakipitia changamoto kubwa sana hasa katika kipindi hiki. Unakuta mtoto kamaliza kidato cha 6, unakuta mwanafunzi kamaliza kidato cha 4. Sasa katika kuchagua asomee kitu gani, unakuta anapitia wakati mgumu sana. Hata mimi nilipitia wakati mgumu sana. Unalala, unaamka, sio nikasomee hiki, sio nisisomee hiki. Tena unakuta wakati mwingine sasa katika kutuma maombi umechaguliwa na vyuo vingi zaidi ya kimoja. Sasa katika kuchagua inakupa changamoto. Unakuta mwingine anakuambia hii haina soko, hii ina soko, hii haina soko, hii nini. Sasa hii inakuwa inaleta ugumu. Leo nataka tuongelee issue ya kwamba mbinu zinazoweza kutumika kuwasaidia wanafunzi katika uchaguzi wa kazi. Mbinu zinazoweza kutumika katika kuwasaidia wanafunzi katika uchaguzi wa kazi hata kabla hawajamaliza masomo yao ya kidato cha 4 au ya kidato cha 6. Akasomee kitu gani? Leo nitakutajia mbinu kuu 3 ambazo endapo zitatumika aidha na serikali au endapo zitatumika na wadau wa elimu zitaweza kuwasaidia sana hawa wanafunzi. Mbinu ya kwanza, kutoa semina juu ya uchaguzi wa kazi kwa wanafunzi. Kutoa semina juu ya uchaguzi wa kazi kwa wanafunzi. Hii ina maana gani? Hii ina maana ya kwamba serikali kama serikali, wadau wa elimu kama wadau wa elimu, wanaohusika na masuala ya udahili, mfano hawa Swinactivate, hawa TCU na wengine wote ambao wanajihusisha na utoaji na udahili wa wanafunzi. Manake wafunge safari, wapite kwenye mashule wakiambatana na vyuo husika. Manake ni kwamba mfano labda tuseme watachukua chuo fulani kinachohusika na masuala ya afya, watawapeleka shule husika. Alafu baada ya hapo sasa watawataka waelezee faida za kozi wanazozitoa kwa hawa wanafunzi. Mfano labda udaktari, labda faida ya kozi hii ni hii na hii na hii na hii. Sifa ni hizi na hizi na hii na hizi. Changamoto zake ni hizi na hizi na hii na hizi. Ili uweze kuingia unataka uwe na hiki na hiki. Maana ni kwamba pawepo na semina maalum mashuleni hasa wakati ambao wanafunzi wanakaribia kumaliza. Vyuo tofauti wakiambatana na wadau husika wanaohusika na masuala ya udahili wapitishe semina ili kuwasaidia wanafunzi. Anapoenda nyumbani ajue kabisa hii kozi bwana, hii changamoto zake ni hizi, faida zake ni hizi. Nikisomea hii itakuwa hivi, itakuwa hii, itawasaidia sana. Lakini kitu cha pili, kualika wataalamu wa fani mbalimbali mashuleni. Kualika wataalamu wa fani mbalimbali mashuleni. Mfano labda mnaweza mkaalika wanasheria wakaja mashuleni, wakajitambulisha, wakaeleza ni namna gani ambavyo wanapata manufaa kupitia sheria zao. Mnaalika madaktari, mnaalika wataalamu tofauti maana ili waweze kuwavutia wale watoto na waweze kuwaelimisha juu ya uchaguzi wa hizi kazi au juu ya hizo kazi ambazo wao wanatamani kuzisomea. Lakini pia mbinu nyingine, kuweka utaratibu wa kutembelea sehemu mbalimbali wanapokuwa mashuleni. Mfano shule husika inaweza kaamua labda leo tunaenda viwandani au leo tunaenda hospitali au tunaenda sehemu fulani. Kwa lengo gani? Maana kwa lengo la wanafunzi waweze kujifunza, waone changamoto za hiyo kazi anayoitamani, lakini pia waone faida za hiyo kazi anayoitamani. Maana kuwatumie kama matembezi ya garari. Mfano labda leo tunaenda airport, wataenda airport, wataangalia ni namna gani anaweza akawa rubani au ni namna gani changamoto za rubani anazopitia, sifa zipi na vitu vingine yote. Maana hii nayo itawasaidia katika uchaguzi wao wa kazi. Kwa sasa kwa kufuata haya mambo matatu, hii itawasaidia sana vijana itawasaidia sana vijana katika uchaguzi wako wa kazi. Wasitumie nguvu nyingi kuumiza vichwa, kwa sababu unakuta wanafikiria sana. Akipiga huku anaambiwa hiki, akifika huko anaambiwa hiki. Maana yake katika uchaguzi wake wa kazi inaweza ikamletea shida
sana anakuwa anapitia wakati mgumu. Asante. Naitwa Mr. Raphael.